Ujauzito umegawanyika katika vipindi vikuu vitatu, yani trimester ya kwanza, trimester ya pili na trimester ya tatu. Na kila trimester kuna dalili zake na kuna matarajio ambayo tunaweza tukayakadiria katika kila kundi au kila kipindi cha ujauzito. Katika siku ya leo nitakueleza kwa undani kuhusu trimester zote tatu za ujauzito na matarajio yake ambayo unapaswa kuyazingatia, ikiwemo dalili na viashiria hatari katika kila trimester. Nikuombe kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Twende pamoja. Tuanze trimester ya kwanza. Trimester ya kwanza hii inaanza tu pale mara baada ya mimba kutungwa na kujisikiza katika mfuko wa kizazi mpaka wiki ya 12. Katika kipindi hiki tunatarajia ni ukuaji wa kawaida, ukuaji wa mwanzo kabisa wa mtoto akiwa tu. Katika kipindi hiki tunatarajia kutakuwa kuna hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto, ikiwemo kuanza kutengeneza viungo vya mtoto. Mama katika kipindi hiki tunatarajia atakuwa anapata dalili zifuatazo. Kwanza, atakuwa anapata dalili za mwanzo za ujauzito, ikiwemo kichefuchefu na kutapika, lakini pia anaweza akavuja damu, tunaita impactational bleeding. Damu hii inaweza ni ya kawaida ambayo sio nyingi na yaambatana na maumivu. Lakini pia katika kipindi hiki mama anaweza akahisi kizunguzungu, kutapika, kuna muda pia anaweza akapata homa. Hizi ni dalili za mwanzo za ujauzito. Lakini pia mama huyu pia anaweza akakosa hedhi katika hii hatua ya mwanzo. Katika hii trimester ya kwanza kuna dalili hatari ambazo mama akizipata anapaswa kuwa nazo makini. Dalili ya kwanza ni maumivu makali ya kiuno. Hautarajii saizi katika kipindi hiki mama apate maumivu makali ya kiuno. Lakini pia dalili ya pili ni kuvuja kwa damu nyingi ambazo nzito, lakini pia zinazoambatana na mbungi. Mama akiwa na dalili hii ajue kwamba dalili hatarishi ambayo inaweza ikapelekea kuharibika kwa ujauzito au ujauzito ukawa tayari umeshaharibika. Dalili nyingine ambayo inaweza ikawa ni hatarishi ni kutapika kupita kiasi. Kutapika ni ile kawaida kwa mjamzito, lakini kutapika kupita kiasi ambako unaweza kumfanya asiwe huru kuendelea na kazi zake, basi hii tunaashiria kama ni moja ya dalili hatarishi. Katika kipindi hiki cha trimester ya kwanza, mimba ni rahisi sana kuharibika kama haitatunzwa katika hali inayotakiwa. Lakini pia katika kipindi hiki kinga ya mwili pia inaanza kushuka ili kuweza kupisha ukuaji wa mtoto aliyopo tumboni. Katika trimester ya pili inaanza wiki ya 12 mpaka wiki ya 27. Katika kipindi hiki tunatarajia kuwe na ukuaji wa mtoto aliyopo tumboni, ukuaji wa kasi kidogo, ikiambatana na mama kuanza kusikia mapigo ya mtoto, yani mapigo ya mtoto akicheza tumboni kuanzia wiki ya 20 na kuendelea. Kwa hiyo kuanzia wiki ya 20 tunatarajia mama ataanza kusikia michezo ya mtoto akiwa tumboni. Lakini pia katika kipindi hiki tunakiita kipindi cha raha kwa mjamzito, kwani hakuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea, kwani dalili za mwanzo za ujauzito ikiwemo kutapika na kichefuchefu zinapotea. Katika kipindi hiki kunakuwa hakuna changamoto kubwa sana ambazo tunazitarajia, lakini dalili zifuatazo zinaweza zikaashiria dalili hatarishi kwa mama mjamzito na anapaswa kuchukua hatua. Katika kipindi hiki tunatarajia mama awe na maumivu makali ya tumbo, kuvuja kwa damu, lakini pia kupata homa kali, lakini pia kuishiwa nguvu na kutapika kupita kiasi. Hizi ni dalili hatarishi katika trimester ya pili. Katika trimester ya tatu tunaita sasa ndio kipindi cha ushindi. Hiki kinaanza wiki 27 mpaka pale wiki 40 au mpaka pale mama atakapojifungua. Katika kipindi hiki tunatarajia kuwa na mabadiliko yafuatayo. Kwanza, mtoto atageuka ili kuwa katika njia nzuri ya kujifungua. Lakini pia katika kipindi hiki mama anaweza kupata dalili zifuatazo ambazo tunachukulia kama dalili hatarishi: maumivu makali sana ya tumbo, lakini pia kuishiwa nguvu, maumivu makali ya kiuno, kutokwa na damu katika sehemu za siri, kupata kizunguzungu. Hizi zinaweza zikawa ni moja dalili hatarishi katika kipindi hiki cha tatu. Kipindi hiki tunaita ni kipindi cha ushindi, lakini pia kipindi cha uchungu ambacho mama anakaribia kupata
mtoto wake. Hizi zilikuwa ni vipindi vitatu muhimu vya mama mjamzito. Niandikie kwenye comment section kitu gani ambacho ungependa tujifunze, au katika somo la leo limekusaidiaje kutambua dalili hatarishi katika kila kipindi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.